Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Makofi mengi kwake ndugu zangu. Wanawake oye! Wanawake oye! Wizara ya Ardhi oye! Dr. Samia oye! Mimi nitakichafua sasa hivi. Kuna kokosi ya ujeichomeka hapo, naomba nichomeke PC basi. Wifi. Nitumie kwenye simu. Tumekonektia sasa sina boost. Wifi sina kakana chaji kidogo. Natambua kujalia muda huu kuja kuchukua chaji. Mheshimiwa PC yangu ishaanza kuwa pasi. Ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri kaka yangu leo kwa mwaliko huu rasmi wa kuweza kuja kushirikiana na wenzetu katika tukio hili adhimu. Tunatambua kwamba sekta ya ardhi sio suala la muungano, lakini wizara zetu hizi mbili zimekuwa na mashirikiano makubwa ambayo yameweza kusaidia kuandaa na kusaini mkataba maalum wa mashirikiano, na mkataba huo ndani yake kuna mpango kazi ambao wa muda mrefu lakini na muda mfupi ambao tunaweza kutatua pale inapotokea tatizo la mara moja. Lakini pia kwenye mashirikiano hayo tumepata fursa nzuri ya kuweza kujifunza kwetu sisi Wizara ya Ardhi kwa upande wa Zanzibar, lakini na wenzetu kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwetu sisi zaidi tumeweza kunufaika kwa sababu hivi tunavyoendelea kupitia mashirikiano haya tayari tumeshaandaa na sisi sera kama hii ambayo inaenda kufunguliwa leo Mheshimiwa, na sisi kwa upande wa Zanzibar basi tutawalika wenzetu waje kushuhudia uzinduzi ambayo tumepata kupitia mashirikiano. Lakini jingine, sasa hivi tupo kwenye hatua ya maandalizi ya kufuta sheria ya mahakama ya ardhi ambayo tunaenda kufuta mahakama ya ardhi na badala yake tunaweka mabaraza ya ardhi ambayo sasa hivi tayari ipo kwenye hatua ya kikao cha Baraza la Mapinduzi, na nikitoka hapo basi taratibu nyingine zitaenda kuendelea ili tuwe na taswira ama sura ya mabaraza ya ardhi kwenye maeneo yetu. Lakini tumekuwa tuna mashirikiano kupitia shirika la nyumba la Tanzania, lakini na kupitia shirika letu la nyumba la Zanzibar tumekuwa tukileta wataalamu wetu mbalimbali kuja kujifunza namna bora ya utekelezaji wa miradi ya nyumba za maendeleo ya makazi ili kuona wananchi wetu tunakwenda kuondosha kiu, lakini tunaenda kutimiza yale matakwa ambayo wewe na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ndiyo malengo yenu kwenye shirika hilo. Lakini jingine, hivi tunavyozungumza wizara yetu tayari tumeshazindua mpango mkakati ambao ndani yake kuna sera, lakini kuna na mfumo wa kielektroniki ambao huo utaweza kwenda kusajili na kupanga maendeleo yetu yote ya ardhi. Na hii Mheshimiwa tumefanya kwa ustadi mkubwa kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Basi mradi huo tayari tumeshazindua na sasa hivi uliobaki ni utekelezaji wake, na Mheshimiwa Rais utekelezaji wake utaona na matokeo yake tunaamini atakuwa mazuri. Lakini kubwa zaidi Mheshimiwa, wizara zetu hizi zote mbili zimeweza kushirikiana kwa 100% kwenye utekelezaji wa sensa ya mwaka 2022 kwa 100% zote, na bahati nzuri tumefanikiwa vizuri, lakini bado tunaendelea hivi tunapozungumza, bado tunaendelea kuchakata taarifa kupitia wakuu wetu wa mikoa kwa ajili ya mchakato wa makazi na majengo yaliokuwa. Kwa hiyo Mheshimiwa, nikikufikishia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Rais wa Zanzibar, tunaamini na malengo na kiu ya kuweza kubadilisha hasa katika mifumo hii ya ardhi na mambo mengine kwa lengo tu la kuwasaidia wananchi wetu waweze kuondokana na changamoto za ardhi, lakini na mambo. Kwa
Kwa hiyo na sisi kama wizara tunaahidi mashirikiano haya kuendeleza, na tutakuwa na wenzetu bega kwa bega ili kufikia yale malengo ya viongozi wapendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Kina mama oye! Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, nakutakia kila la heri. Jambo hili ni kubwa, jambo hili ni zuri, limependeza, na sisi kama Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa kweli leo tumejifunza, lakini pia tumeshiriki na tumeona kwa macho yetu jitihada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kuleta mabadiliko katika sekta ya ardhi na maendeleo ya makazi. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana na kazi iendelee. Kina mama oye! Mheshimiwa Musa Azan Zungu